Hii ni haki ya watoto wangu. Wanaponiambia kwamba nitoke hapa, mimi ninaenda wapi? Huyu ni mmoja tu kati ya maelfu wanaolia kupokwa vipande vya ardhi. Na hapa ndipo nilipoachiwa na mume wangu ile hati ya mauziano ya pale ya kiwanja. Tulidumu nayo kwa muda wote nilikuwa naishi na mume wangu. Ogopa matapeli, nyumba hii haiuzwi. Kauli hii si ngeni mjini. Alikuja wifi yangu, akaandika nyumba inauzwa na akaandika namba za simu za mama yake. Lakini ushawishi wa maandishi ukutani unaushinda ukweli wa mambo. Bali naomba serikali nisaidie. Hii ni moja tu kati ya mingi migogoro inayochochewa na mengi mtambuka. Watu kusalitiana, watu kutokupendana. Lakini moja ni hili. Mfumo wa majarada ambao tumekuwa tukiutumia kuchakaa na upotevu. Tazama, hii ni masijala ya ardhi. Ni kumbukumbu nyeti tena za enzi na enzi. Mwendo wa karatasi yenye chapa za wino. Maofisa wanasema wanapitia mengi kazini. Tunapata allergies, ile vumbi ya majarada yaliyochakaa. Lakini pia kwenye mashelfu juu ina riski kule kupanda na kutafuta. Kuna wakati wanakiri utunzaji huu wa nyaraka nyeti, migogoro haikwepeki. Nimekutana na malalamiko ya wananchi anakuja anahitaji huduma lakini faili liko misplaced. Lakini unapowaza hili na dua za kuepusha hatari masijara, serikali imewaza mbali zaidi. Sasa tunaanza kutoa nyaraka au huduma zetu kwa njia ya kielektroniki au kidigitali. Wilson Ruge, kamishna wa ardhi msaidizi mkoani hapa. Sasa maombi yote mwananchi atatakiwa kuomba kupitia simu yake ya mkononi au kompyuta yake akiwa nyumbani. Anasema mfumo sahihi wa kidigitali ni suluhu. Manufaa ya mfumo huu kuwapunguzia wananchi gharama za kusafiri kutoka sehemu moja kwenda kutaka huduma sehemu nyingine. Lakini si hicho tu, tutapunguza migogoro isiyokuwa ya lazima. Kama hizo double allocation haipo. Yaani kiwanja kikishaombwa kinafunga, hakuna mwingine kuingia. Unaingia kwenye mfumo, unaomba ripoti. Naomba kujua hati za leo, inakupa jibu pale. Innocent Alois, Azam News Mwanza.